yetu tushi. Nenda na mwimbaji kukaribisha neno. Nzuri haja kwa imani twaona sifa Baba tuje tatu kwa ajili ya kukaribisha neno. Nchi nzuri ya raja, kwa imani twaona sifari. Baba tungojea sababu, ametuandalia mahali. Tukutane, tukutane sisi sote uko juu nyumbani mwa Baba. Tukutane sisi sote uko juu nyumbani. Wapendwa, tukutane sisi sote uko juu nyumbani mwa Baba. Tukutane sisi sote uko juu nyumbani mwa Baba. Uko juu kwa amani, tutaimba na kushangilia, kutolea Mwokozi shukrani kwa sababu alitu. Wapendwa, tukutane sisi sote uko juu nyumbani mwa Baba. Tukutane sisi tuko juu nyumbani. Wandugu, tukutane sisi. Piga makofi sawa. Ndio uko juu nyumbani mwa Baba. Tukutane sisi. Pasa uko juu nyumbani. Ndio Baba wetu pendwa na mwema, kwake kuna furaha yake. Twamsifu kwa kuwa neema yatutosha kabisa. Tukutane sisi sote uko juu nyumbani mwa Baba. Tukutane sisi sote uko juu nyumbani. Wapendwa, tukutane sisi sote uko juu nyumbani mwa Baba. Tukutane sisi sote uko juu nyumbani mwa Baba. Tusimame kwa ajili ya kusoma neno la Mungu.
Fungua kitabu kitakatifu Agano Jipya katika kitabu cha Warumi sura ya 7 kama nabii alivyoisoma. Tunasoma kuanzia sura ya 1 1 hadi 3. Nilikuwa nimeandika hadi 6. Kama shida tunaweza soma, lakini tutasoma 1 hadi 3. Nasoma kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Biblia inasema hivi: ndugu zangu, hamjui, maana nasema na hao waijuayo sheria. Katika mabano, ndugu zangu, hamjui ya kuwa torati humtawala mtu wakati anapokuwa yu hai? Kwa maana mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yu hai. Bali akifa yule mume, amefunguliwa ile sheria ya mume. Basi wakati awapo hai mumewe, kama akiwa na mume mwingine akiwa na mume mwingine, huitwa mzinzi. Ila mumewe akifa, amekuwa huru, hafungwi na sheria hiyo. Hata yeye si mzinzi, hajapoolewa na mume mwingine. Amen. Tunaomba. Mungu wetu, maneno haya ni magumu, kwa sababu wakati Paulo aliponena haya, hakuyanena tu kwa kubahatisha. Ina maana ilikuwa ni sekeseke, kelele, mvutano kanisani. Na haikuanzia kwa Paulo. Musa mwenyewe ilikuwa ni kelele. Yesu mwenyewe, Mungu mwenyewe alipokuja katika mwili, kama nabii wako anavyosema, ilikuwa ni challenge. Ilikuwa changamoto. Na Branham naye hivyo hivyo ilikuwa ni changamoto. Yesu mara ngapi kwa wachungaji wa leo? Lakini Baba, tukiwa chini ya uvuli wa Roho Mtakatifu kupitia uongozi wa neno la wakati, naamini kwamba Yesu Kristo, hakuna swali ambalo lililobaki katika masuala haya ya ndoa na talaka. Tunajikabidhi kwako. Sisi tu ni wanukuaji, na anayeuisha na kuleta uzima zoe ndani ya wasikilizaji ni wewe Yesu Kristo. Basi Mungu, tunakualika uwe pamoja na sisi, na muda huu ambao umetupa Bwana usiweze kwenda kwa bure. Maana nabii wako anasema miida ambayo tulio nayo tusipoifanya kwa ajili yako tutaulizwa. Tuweka yote chini ya mamlaka ya kimbinguni Baba, katika jina la Yesu Kristo Mungu wetu tukiomba hivyo. Amen. Anaanza kelele huyo. Dawa sitaki kelele. Nawakaribisha na kuwasalimia tena jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Ni majaliwa makubwa kwa mbele za Bwana wetu Yesu Kristo kutupea nafasi kwa ajili ya kuja kusikiliza neno lake. Ni neema kubwa ya ajabu ambayo hakuna awezaye kuifasiria. Mwimbaji akasema ni neema ya ajabu jinsi gani iliyoje Mungu kuniokoa mimi mwenye dhambi, aveugle, grâce étonnante. Grâce étonnante, quel doux son qui sauva un vie comme moi. J'étais perdu, je suis retrouvé. Avec maintenant, j'ai kitu kama hicho ni neema. Bwana tusaidie sana. Na bila kukawia, tumetoka kusikia hapa habari za Warumi. Hii Biblia ni kitabu kitakatifu, si ni kweli? Lakini Warumi walikuwa wa malaika? Ni watu. Waliishi wapi? Italia, Rumi, wa Korinto, wa Efeso, Uturuki ndo kulikuwa Efeso. Unasikia hivyo? Uturuki ndo kuna kuaga Efeso.
walikuwa ni watu. Na ndio maana sisi tukisema ensemble ya Syracuse haiko kosa. Sio hadi tuweke Zoe Tabernacle. Nasikia? Hawakuweka Paulo Tabernacle, Petro Tabernacle. Ijapokuwa sio vibaya. Sawa? Lakini waliweza kuweka majina mahali wanapokwenda kuishi. Warumi, kanisa la Warumi, wa Filipino, wa Filipi, wa Efeso, wa Korinto, wa Galatia, unasikia, wa Ibrania na kadhalika. Ni watu ambao walikonstitue nini? Biblia. Lakini sasa ni watu ambao walivuviwa chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Mathayo alikuwa ni Luka, Yohana. Sawa? Na leo hivyo na ndio maana tunasoma Branham. Tunaposoma Branham ni sawa sawa vile tukichukua leo tutasoma Mathayo Mtakatifu sura ya kwanza, kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na sisi leo tutasema, leo tutakwenda yaani kama Mungu angeliruhusu tungesoma leo, tutasoma Branham sehemu ya pili ama chapitre ya kwanza ama ya pili. Mathayo jina ya mtu. Nasikia vizuri. Lakini Mungu kwa ujuzi wake wa kimilele alijua kwamba kutakuja ujumbe ambao utakaofasiri neno la nabii. Utafasiri Biblia, samahani. Utuachie fujo. Na pepo yako hii. Toka pale. Sasa siku ambazo zilizopita tuliweza kuona habari za Wakorintho wa kwanza sura ya 7 1 hadi 15 ambako nabii alituambia maneno mengi, na tunaendelea, hatujachoka na ujumbe wetu wa ndoa na talaka. Narudilia tena, wewe mwache tu, lakini asiwekelele. Wewe takuchapa. Narudilia hapa. Warumi sura ya 7 mstari wa 1 hadi 3. Ndugu zangu, amjui, maana nasema na hao waijuao sheria. Hapa alikuwa anaongea na Wakristo wa kipindi kile cha Warumi ambao walikuwa wanajua sheria ya ndoa ilikuwaje tangu Agano la Kale. Amjui ya kuwa torati umtawala mtu wakati anapokuwa yu hai? Nasikia huko. Yaani hii ni habari za wanandoa ambao walikuwa wanaambiliwa hapa kwamba kila mtu hapa anajua sheria ya torati inavyosema kwamba hakuwezi kuwa mwanaume ambaye ataenda oa mwanamke mwingine au mwanamke kuolewa na mwanaume mwingine pindi mmoja kati yao akingali hai. Anashikiliwa na sheria. Sheria gani? Ya ile naziri. Tunasikia vizuri? Inamfunganisha ili kwamba asiweze kuwa huru kuoa mwingine. Kwa maana mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yu hai. Bali akifa yule mume amefunguliwa ile sheria ya mume. Wewe rudia huko. Kuli, ende kwa bibi. Waende kwa bibi. Mbwa. Naenda. Wende kwa bibi. Kwa bibi. Maguna. Apepo ya hapo. Maguna na yeye. Au wasikia? Basi wakati awapo hai mumewe, kama akiwa na mume mwingine huitwa mzinzi. Si ni kweli? Mume wake akiwa hai wanaachana. Yule mwanamke akiolewa anaitwa nani?
mzinzi, kwa sababu mume wake iko hai. Naziri bado inawafunga, sheria ya ndoa bado inawafanya nini? Inawafunga. Watu waiwayo chukue ujumbe wa nabii. Tunaenda maswali na majibu. Maswali na majibu ya tarehe 12 mwezi wa kwanza 61. Ndio lazima kufuata. Janvier 61. Aya ya 506. Swali ilikuwa ni swali ambao alimuuliza nabii ya 131. Inasema hivi swali: je, sharti shemasi au mdhamini adumu katika mafundisho ya kanisa lao? Sawa, swali ambao alimuuliza nabii. Tuko hapo. Je, ni halali kwao kuongeza au kuondoa toka kwa mafundisho hayo kwa sababu ya maoni yao wenyewe au ufunuo wao binafsi? Kitu kama hicho. Si tuko huko ndio kwenye kwa hiyo swali, si tuko kwa mambo mengine. Sawa. Nabii anasema hivi. Tunaenda tunaenda 505. Paragrafu. Branham anasema hivi: hatuandiki majina ya watu kwenye kitabu na kuwafukuza. Nasikia mkanisa wakwagi wanaandika listi kama madhehebu. Eti wewe familia nani ya Sumani? Tunaandika mko wangapi mfamilia yenu? Wangapi wanaamini? Tuko 7. Wanaandika wa kwanza nani? Amina. Mwingine ni nani? Ashura. Mwingine ni nani? Omari. Mwingine ni nani? Asumani. Mwingine Locho. Anaweka pale. Hatuandiki majina ya watu kwenye vitabu vya nini? Vya kanisa. Unasikia vizuri? Na mengineyo kama hayo. Kwa sababu yani kuandika watu ili kwamba fulani na fulani tutawafukuza. Kwa sababu naamini huo si wajibu wetu kufanya hayo. Naamini Mungu ndiye anayewafukuza. Tunasikia vizuri? Mkanisa, mtu akifanya kosa, ndugu au dada akifanya kosa, mchungaji akifanya kosa, sawa kitu ambacho kinafanyika sio wewe ufukuze, wewe mtu ufukuze. Hapana, ni Mungu. Na Mungu ni nani? Ni neno. Una-aplike neno, mnatumia neno. Neno ndio linakuaga inafukuza, linatenga mtu, na si kanisa. Unasikia vizuri? Ndio sema hiyo iko wajibu wetu. Huo si wajibu wetu kufanya hayo. Naamini Mungu ndiye anayewafukuza. Ona. Lakini naamini kuwa kanisa, kama kungekuwa na ndugu aliyekuwa akifanya makosa, sasa haijalishi kwamba eti Mungu ndiye ambaye anafukuza.
eti kwamba ndo anatenga. Ijapokuwa hivyo, lakini mkanisa, kwa sababu mna watu ambao wanatumikisha neno au ambao wanatumiwa na neno au ambao wanaoishi na kuwa makini kwa ajili ya neno, kama ndugu akifanya kosa, nabii hapa anasema, kwa mfano, kama walimshika ndugu Neville au ndugu Junior au ndugu fulani hapa, mmoja wa mashemasi au wadhamini au yeyote yule, unasikia maswala ya kusema kwamba mtu afukuzwe mkanisa, aiangalii eti kwamba kwa sababu ni muamini. Hapana, mtu yeyote, ndio nabii anasema. Kama wakimshika nani? Neville. Kama walimshika ndugu Neville, si pastor huyu wa Branham Tabernacle, anaanzia kwanza mchungaji naye bana kuaga wanamtenga. Tunasikia vizuri? Wanatengaga mchungaji, ni neno. Lakini sasa mfuate principe ya neno. Tutasikia ingine revelation hapa. Kama walimshika ndugu Neville, ndugu Junior Jackson, ndugu fulani hapa, mmoja wa mashemasi. Unaona kisi nabii anaenda anashuka, alianzia tope, sawa? Mchungaji anashuka kwa wahubiri, anashuka kwa washemasi, anashuka kwa wadhamini. Nabii anasema au wadhamini au yeyote yule akifanya kosa, ndio wanaingia wapi? Mkanisa. Sasa na kila muamini yeyote ambaye amefanya kosa, naamini jambo la kufanya ni kwa kanisa kukusanyika na kumwombea ndugu huyu. Unasikia? Unasikia nabii? Jambo la kwanza la kanisa ni kufanya hili. Wanakusanyika, si wanakuja kupewa taarifa eti kuna ndugu yenu, ndugu dada ama mchungaji alifanya hivi, alifanya kosa fulani. Branham anasema jukumu lenu la kwanza ni kufanya aje? Kumwombea. Twende pole pole. Sasa kosea. Sasa kwa mfano, alienda au mpagani, mtamwombea afanye na ndio maana inabidi tuwe chini. Yeyote ambaye ni mhubiri, ambaye anajiita ni mhubiri mashuhuri wa kutokwa na jasho na mwenye anapenda nabii, akae chini awe anajifunza. Roho Mtakatifu awe anamfunza namna gani ya kuexpose maswala kama haya mkanisa. Asikurupuke. Sawa? Si Branham si tunasoma nabii. Sasa yasema kabla kufanya jambo lolote mfanye nini? Kanisa ifanye nini? Liombe. Sasa mwisho kuja ambiwa dada yenu aliolewa na mpagani, alienda alewa na mpagani au alibebeshwa mimba na mpagani, mtamwombea aje sasa? Mungu atoe ile mimba ama amrudishe yule dada? Tunani kofu? Na ndio maana Branham alisema kwamba huko mambo matatu ambayo hatupaswi kuyaharibu. Trois choses indispensables, muhimu zaidi, ambayo sisi wahudumu tunapaswa kuwa makini. Ya kwanza, kufasiri vibaya neno. Sawa? Kufasiri vibaya neno. Hapa kwa kufasiri hapa. Kufasiri. Niweka safari. Kufasiri. Hii ya kwanza, yani hauwezi ukatoa andiko ueleweshe watu selo gisi wewe unavyoelewa. Hapana. Andiko yenyewe waki inajieleza. Jumbe zenyewe zinajieleza, hata kama wewe hautaongeza wala kupunguza. Yenyewe inajieleza. Ya pili, kulitengua. Kutengua neno. Yaani kuliondoa. Sawa? Sehemu ya kichwa unaenda weka mkono. Ndio kutengua. Neno ambalo lilihusu wakati wa Nuhu unakuja kuliweka leo. Sawa? Na kuweka mahali pasipokuwa pake, mahali pabaya.
mahali pabaya pa neno. Hivi ni vitu vikubwa sana katika ujumbe wa nabii, katika makanisa ya ujumbe wa nabii. Ni vitu vya muhimu sana kuvishikilia, kwa sababu leo kama unaona doctrine, fundisho nyingi zinaingia makanisa, ni kwa sababu ya vile vitu vitatu. Watu hawaaplike, hawatumii hizi regle, hizi taratibu, hizi condition, haya masharti matatu ambayo nabii aliyaacha. Ndio yanavuruga. Unakuta huyu anainuka anaweka kanisa kake kama uyoga, mwingine anafanya kule kwenye kona, na baadaye wanakuletea sitasho kwamba nchi vile yote inatakiwa na makanisa mengi. Hii wanafasiri vibaya na kutengua neno na kuliweka mahali pasipokuwa pake, mahali pabaya. Neno linakaa mahali pabaya, njibate. Yaani ni kama vile kiraka kwenye nguo safi, unaenda weka kiraka. Unasikia? Mambo matatu ambayo yanatakiwa kuwa makini sana. Kama leo, na haiko siri kwa sababu vitu viko hewani. Si wanasema hii kwamba ni picha kawaida. Sawa? Hii. Wanasema ni picha ya kawaida. C'est du papier. Nous voulons la colonne de feu qui est sur les photos entre à nous. Kuko mwenye anakataa hiyo. Unafikiri kupression ndio kuwa na Roho Mtakatifu? Sasa hii ni témoignage. Selo wao wanavyosema wahubiri. Wanasema hii ni témoignage, ni shuhuda. Sasa kwa nini hauweki mkanisa? Wewe ndio uweke hadi kwako. Sasa kwako na kanisani, sehemu ambayo ni muhimu sana kwenye Mungu anatembelea ni wapi? Sio kanisani. Watu wanaelewa neno vibaya. Hakuna, unasikia? Nabii anakataa na ishasoma jumbe. Nabii anasema hivi, mtoto wa Mungu hakuagi ashope na neno. Hakuna aliye mtakatifu ambaye ni mteule, sawa, akwazike na neno. Nabii anasema wakati Yesu aliposema hivi, mtu asipokula mwili wangu na kunywa damu yangu hana uzima wa milele, sawa? Nabii anasema wakina Petro hawakuuliza, unasikianga mteule kisha anakuaka. Wengine wote ile 70 iliondoka, ukabakia 12. Akaenda kwa Petro, na wewe na nyie mnakaa hapa mnafanya nini? Bwana, twende kwa nani tena? Unasikia? Ile haikuomba raisonnement, haikuomba maelezo, kufikiria. Kwa maneno mengine kama tulikuwa tunafanya shuleni. Yaani Petro alijibu betema bila hata kuwazia. Twende kwa nani tena? Bwana, na wewe ndio uliye na maneno ya uzima. Unasikia? Ndo anakuaga mteule vile. Eti unakuja eti niliona nisiweke hii picha. Zamani nilikuwa naiweka mkanisa, lakini wale waamini wakawa ashope, wakawa wanakwazika, wanawaza kwamba eti si tukiweka hii picha ya nabii eti kwamba tunaabudu Branham. Wewe ndio na pastor ndio niko naokoa. Pastor ndio anakuaga naokoa. Sasa watu wanaelewa nini? Na ni pastor wa miaka. Hii picha tu iko na msumbua kuelezea watu. Ina maana hautakemeaka dhambi sasa. Hautakemeaka dhambi mkanisa kwa sababu unaona ukikemea watu wataondoka. Sasa sio kweli. Sababu ni nini? Haya mambo matatu haya yanawavuruga wahudumu. Hii picha inapaswa iwekwe mkila kanisa ya ujumbe. Na mwenye aiweki iko incredile, ni asiamini. Kwa sababu diviva ya Frère Branham mwenyewe wakati iko hai aliiweka mkanisa. Sasa nasema eti si watu wanasema eti nous allons répéter le message mot à mot. Ndio hivyo. Sisi tutanukuu nabii. Hatutasema kitu chochote ambacho kiko kinyume na nani? Na nabii. Na Branham anasema ule malaika, ile picha ya malaika ambaye iko wapi? Kwenye kibambazi ambaye nimemweka kibambazi kanisani.
Mle tu. Nenda kumbatila papa sisi na mbatila. Kwenda kutoa Biblia. Unasikia? Aliweka mkanisa. Et je n'ai pas vu où Frère Branham a dit que comme lui là, il avait mis cette photo là dans son église, donc il a dit que nous allons mettre partout où il y aura les églises du message. Unasema nini? Identification yako ni nini sasa? Utambulisho wako ni nini? Pale Amazon utaenda hauna kitambulisho. Sasa vitu kama vya kawaida na Paulo alisema, je, maumbile ya kawaida hayawafundishi? Branham alisema kwamba utaona mhubiri, utajua yule kama ni mhubiri wakati anafanya nini, anapanda hapa kumibari na anatoa neno, utamuelewa kama iko mkategori gani. Hatuko huko. Ba incredile wale. Kwa sababu usifikirie incredile ama semi-croyant atakataa ujumbe wote. Hapana. Atakuwa na 9.9 ya kukubali. Lakini kadogo tu katampiga chenga. Tunasikia vizuri? Incredile wale. Na Biblia anasema hivi. Sikia. Mmoja wa mashemasi au wazamini au yeyote yule akifanya kosa, naamini jambo la kufanya ni kwa kanisa kukusanyika na kumwombea ndugu huyu. Kama yeye bado au mwaminifu, ndipo watu wachache wamwendee ndugu yule kumpatanisha. Unasikia? Kuko tofauti Mathayo Mathayo 18. Hii. Sawa? Nishawahi kuiongelea tena kipindi cha nyuma. Hii Mathayo 18, Mathayo 18. Mathayo 18 ndio inaongelea habari za kusema kwamba ukiona ndugu yako anakosea, muendee. Unasikia? Hii Mathayo 18 hii inahusu kanisa la mahali. Unasikia? Inahusu kanisa la mahali. Iko aplike ama iko applicable wapi? Mkanisa la mahali. Sasa ndugu au dada akifanya kosa, mzamini, shemasi, mchungaji akifanya kosa, mko kosa ambazo zenye zinapelekwa kanisani, ambazo zinaombwa kanisa liwaombee. Sio kila kosa ambayo ndugu amefanya, madada amefanya, eti kanisa iombee. Unasikia? Kwa mfano, kama anakunywa pombe, sawa? Kwa mfano kama ni frera anakunywa pombe, sawa? Anakataa kwenda kanisani kukusanyika. Sasa kwa retrograde huyu, banarudi nyuma. Sawa? Aliiba, kuiba. Uasherati. Sawa? Uzinzi. Mnaona hizi kosa? Hizi kosa hizi. Sikiana. Sasa kama au mwaminifu yule ndugu ama dada, kanisa linajulishwa. Kama yeye bado au mwaminifu, ndipo watu wachache wamwendee ndugu yule kumpatanisha. Ndio ile Mathayo 14 inayosema wanamwendea kumshauria kosa ambayo alifanya. Sawa? Ndiposa basi asipokubali, basi huo ndio wakati wa kanisa lote. Basi ona, hilo ni kwa mchungaji, wazee na kadhalika kufanya hivyo. Hilo kanisa ndio inaamua hilo jambo kupitia nani? Mchungaji. Siwashapata preve kwamba 2 3 walienda
watu wasimtenge mtu ambao wakumwendea. Tunasikia vizuri? Watakuwa wamevunja neno. Mtu ambaye anatengwa ni yule ambaye ametembelewa. Sawa? Kama yule frere ule ambaye ametengwa, mwenye alianguka kwa sababu ya kuoa ama ya kuzini, yule angepewa nafasi ya kutengeneza. Sawa? Angelipewa nafasi ya kutengeneza kama angelikubali kuachana na nani? Na yule mwanamke. Kwa sasa ndio alimwangusha. Tunasikia vizuri? Buzinzi. Frere akifanya buzinzi, dada akifanya uzinzi, cha kufanya hapa, akikataa kuachana na yule mwanaume au mwanamke mwenye alizini naye, anatengwa. Na akikubali eti kwamba atatengeneza, anaachana na nani? Na yule mwanaume au yule mwanamke. Na ndio maana nilisema kwamba siku ile kwamba hakuna neno inayoruhusu frere kuwa na wake wawili mkanisa, sio neno. Na ndio maana nilisema kwa na diposa, ijapokuwa hivyo siamini kuoa wanawake wengi. Kuoa wanawake wengi ni nini? Ni kosa. Ndio nabii alisema kwenye lile juma la 70 na sehemu zingine. Frere wenu alianguka, alienda anguka na mwanamke mwingine kule. Alizini hiyo ni swala la kanisa kufanya nini? Kumwombea ili frere afanye nini? Aje atengeneze. Nasikia vizuri? Tunaendelea. Siamini kuwa halmashauri yoyote ya mashemasi ina haki kumfukuza yeyote kanisani, au halmashauri yoyote ya wadhamini au mchungaji yeyote ana haki ya kufanya hivyo. Unasikia? Hakuna halmashauri kama ikizo walifanya wale wa frere kipindi kile. Wanafukuza mchungaji hautapanda, haiko neno. Kutokufunzwa na kukosa Roho Mtakatifu. Hakuna, ndio nabii anavyosema. Siamini kuwa halmashauri yoyote ya mashemasi ina haki ya kumfukuza yeyote kanisani, au halmashauri yoyote ya wadhamini au mchungaji yeyote ana haki ya kufanya hilo. Tunasikia vizuri? Mie mchungaji tangu leo nyewe washemasi bote na wafukuzi. Hapana, haiko neno. Sikia. Kitu gani sasa kinaweza kufukuzisha mtu kanisa? Nabii anasema hivi. Nafikiri kama yeyote angetengwa na ushirika, ingekuwa kwa ajili ya kuishi kizinzi. Unasikia? Au mambo kama hayo ya kwamba yeye si mtu anayefaa. Unasikia vizuri? Kitu ambacho kinaweza sababisha mtu kutengwa. Swate iwe nini? Awe mzinzi na mtu ambaye hafai, hana maisha ya neno. Unasikia vizuri? Hao ndo wenye wanatakiwa washughulikiwe wapi mkanisa. Iko tofauti na mwenye alioa. Frere, ndugu au dada akishaoa mpagani, hamwezi tulete swala yake mkanisa eti kwamba aje atengene. Haiko neno. Lakini akianguka, unasikia? Alikuwa ni mseja ameanguka kwa uasherati. Huyu atakuja mkanisa na kufanya nini? Na kutubu, ni neno. Unasikia vizuri? Je, ile kwenda kufanya washerati akibebeshana mimba kiwakia, itakuwaje? Sinika nyingine hiyo. Kwa hiyo mtamwambia awe atachukua ule mwanamke mwenye alianguka naye washerati. Ndio alimbebesha mimba.
Kwa hiyo na baadaye, kwa sababu ashatengeneza, atakuwa ukaa mkanisa sasa, kwa sababu ashaoa ule mpagani. Unaona mambo ikisha livyo na utata ndio neno hii. Unasikia hizo kesi? Hakujua kama alibakia na mimba ule binti. Anakuja kuomba msamaha wa uasharati. Atatengeneza, unasikia? Atatengeneza mkanisa. Na naomba msamaha. Mimba ikibakia kule sasa. Ataoa mpagani? Unaona shida? Na ndio maana tuwe wa Kristo popote pale. Kwa sababu kuko swala zingine ambazo watu wanaenda jiingiza zitawakwamisha katika kunyakuliwa. Ukristo wao utalegalega. Unasikia vizuri? Naendelea. Kama mtu kuja hapa na kuharibu wasichana wetu. Frere anakuya mkanisa. Angalia option. Yaani huyu frere ambaye anaweza karibu wasichana mkanisa, sio lazima awe tu mwenye alitoka kwa madhehebu. Hii ingine tuitoe hii. Kwanza ukiangalia sana waliotoka kwenye madhehebu, kwenye ulimwengu, walio wengi ndo ambao wanashikilia Ukristo hadi leo, kuliko wale ambao wameanza Sunday school. Unasikia vizuri? Mimi nakwambia ukweli. Fanya tu tathmini utaona. Kwa sababu hao ambao wameanza Sunday school, baba yao ni mwana ujumbe, mama yao ni mwana ujumbe, wao wanafanya dini, ni dini ya baba, ni dini ya nani? Ya mama, lakini hawajaokolewa. Wanaenda kwa sababu baba alisema tuwe tunaenda wapi? Sunday school. Lakini hawajawa converti. Hawajabadilishwa ndani, na ndio maana unakuta wanakuja kufanya vituko kuzidi hata wenye walitoka katika upagani, katika dunia. Na ndio maana usishangae wenye walitoka dunia watapata Roho Mtakatifu, na wewe mwenye ulianza Sunday school kanisa ya ujumbe hawayapata kitu. Unasikia vizuri? Keba kabisa. Ni tahadhari. Mimi sijui vya ulimwengu mimi sijui kabisa. Mimi nimezaliwa message. Baba yangu mwana ujumbe, mama mwana ujumbe, washangazi wana ujumbe. Frère, si bote. Tunajua message frère. Hapana. Haikufanya kuwa na Roho Mtakatifu. Na Biblia inasema usitegemee dini au Ukristo wa baba yako. Hapana. Ni mtu mmoja, mataifa wanaokolewa kibinafsi. Tunasikia vizuri? Yule kijana hakulelewa kimaadili kwa ajili ujumbe wakati wake kabla Yesu hajakuja. Hakulelewa. Yesu hakumpenda, alienda wapi? Bwana na anajua amri zote, ndiyo. Hakuwahi kuzini kutamani vya watu yule kijana. Na Yesu alimwangalia akamkazia, Biblia inasema akampenda. Mungu hakumpenda, lakini hakuamini neno la wakati. Jale ambayo alikuwa anashikilia ikukua neno. Kuzaliwa mara ya pili ndio kwenye Mungu anahitaji. Sasa kama yuko samani, anasema hivi. Kama mtu kuja hapa na kuharibu wasichana wetu, ama kuwatukana wanawake wetu, frere ambaye anatusi wadada mkanisa, ni wa kutenga. Unasikia vizuri? Na mwenye anaanguka na wadada mkanisa ni wa kufanya nini? Sikia nami. Ama kuwatukana wanawake wetu na mambo kama hayo. Na angali anakiri kuwa mmoja wetu hapa. Ona sasa, kama yuko nje mahali fulani akituingilia, naam, itatubidi tufanye jambo fulani. Ila mtu kama huyo, mtu mwasherati, unasikia? Mtu mwasherati akijaribu kufanya mapenzi na wake zetu au kuwatukana binti zetu, au mwajua mambo kama hayo, au kuwafanyia tendo fulani la kizinzi,
au kuwachukua nje wavulana wetu wadogo na kuwafanyia upotovu ama kitu kama hicho. Unasikia? Na kuna hata wadada ambao wana pepo ya buzinzi, wanatamani wa vijana ambao wako mkanisa. Ino generation ini ya atola kwamba kama ngeno la mpika mitoka lola makoti no, lakini ba ule wan yebo no, pepo ya buzinzi hiyo inamwingia. Unasikia vizuri? Na hapa anasema kila haijalishi ni nani, mtu yeyote, awe shemasi, awe mzamini, awe mchungaji, haya mambo akiwa nayo anashughulikiwa haraka iwezekanavyo. Unasikia? Akija kijana mkanisa kuwavuruka, kufanya buzinzi, uasherati na mabinti zetu, musikawie. Ndio maana siku moja nisikiaga shuhuda kushekina kwa Dioka. Sawa? Huko frere mwenye alikuwa na tabia ya kuanguka na wadada. Sawa? Anaanguka anatengeneza. Anaanguka anatengeneza. Siku moja anaenda anguka. Pastor akamwambia huyo ndio mke wako huyo. Hapana, mimi sijakuwa tayari mimi. Huyo. Na ukikataa tunakutenga. Tamam. Tunaanza kelele hivyo. Wewe. Takuchapa. Takuchapa. Sikia. Mambo hayo yapaswa kufuatiliwa. Alafu mtu yule afukuzwe katika ushirika na asiruhusiwe kupokea ushirika pamoja nao, kwa sababu hatupaswi kufanya hivyo. Haitupasi. Yeyote akila isivyo stahili ana hatia ya ile damu na mwili wa Bwana juu ya mtu huyo. Unasikia? Afanye nini? Afukuzwe. Hata meza ya Bwana asikule, kwa sababu akikula atakufa. Tunaelewa nabii? Tunaenda tuko kwenye ujumbe wetu wa ndoa na talaka. Tunasoma sauti isiyojulikana. Ndio. Sauti isiyojulikana 117 ilihubiriwa tarehe 18 mwezi wa 12 60 saa 17. Sasa hebu tuchukue tu kitu kingine ambacho hakina uhakika. Kuna mambo mengi sana. Kazi hazina uhakika. Nasikia huko.
Kazi ambazo tunafanya hazina uhakika. Unaweza sikia hata leo mtu anafukuzwa. Hakuna uhakika. Wewe rudia. Toka. Kazi hazina uhakika. Hujui ni wakati gani. Sawa? Nabii anasema unafanya kazi leo na kesho hujui. Hakuna uhakika. Utakuwa na kazi nzuri unafikiri. Ndipo kesho yake bosi anakuja huko, anamchukua mtu mwingine na kukufukuza, anamweka mtu mwingine huko. Kwa hiyo ni kutokuwa na uhakika wa kazi. Hebu tuchukue pia maisha ya nyumbani hayana uhakika. Nawaambia sijui nini kilichoupata uadilifu wa wanawake wetu. Talaka zinaongezeka. Mimi ni la kuchukiza sana. Na mnaona ambavyo mahakama za talaka zimejaa watu, ambako wasichana na wavulana watafunga ndoa na kuishi pamoja na kupata watoto wawili ama watoto wawili ama watatu ama kitu kingine namna hiyo, nao watatengana na kuondoka na kuoa mwingine na kuoa mwingine na kuoa mwingine na kuoa mwingine na kuoa mwingine. Asema na makao yao je? Na makazi yao je? Nasikia na mimi. Kaa vizuri wewe. Wewe sio kukitanda. Takuchapa. Na pepo yako. Nabii anasema hakuna uhakika tena. Kwenye kazi hakuna uhakika. Unatumika lakini hauna uhakika kama utadumu na ile kazi. Unakuta bosi anakufukuza, manager anakufukuza bila shida tu kama watu wanavyofukuzwa kule. Hakufanya kosa. Ni ile tu kuona kwamba hajui Kiingereza ya kujitetea tu mtu. Anaweza kufukuzwa tu na wakati haikukuwa hata kosa yeye kufukuzwa. Kwa sababu tu hajui lugha. Hakuna uhakika. Asema nabii. Nabii tena anasema sijui ni kitu gani ambacho kimepata Marekani. Uadilifu wa wanawake umeisha. Uadilifu wa ndoa umeisha. Talaka zimekuwa nyingi. Talaka zimekuwa nyingi. Tumetoka kusoma Warumi 7. Inasema kwamba mimi naongea na watu ambao wanaojua sheria, wanaojua neno la Mungu, kwamba mwanaume au mwanamke anapokuwa hai na mume wake yuko hai, amefungwa, hawezi akaolewa na mwingine kwa sababu sheria inamfunga. Nabii anasema mahakama zetu zimejaa talaka. Mnakuta watu wameoana, wamefunga ndoa, baada ya kuzaa watoto wawili ama watatu wanaachana. Nabii ndo anasema uadilifu wa wanawake wetu, talaka zinaongezeka. Ni la kuchukiza mno. Ni la kuchukiza sana. Na mnaona ambavyo mahakama za talaka zimejaa watu, ambako wasichana na wavulana watafunga ndoa na kuishi pamoja na kupata watoto wawili ama watatu ama kitu kingine namna hii, nao watatengana na kuondoka na kuoa mwingine na kuoa mwingine na kuoa mwingine na kuoa mwingine na kuoa mwingine. Unasikia huko? Ndio tabia za Marekani, ndio kitu tulisoma siku ile. Marekani hawakwaki wanaishi na day below nyumba. Unaona hao walizaa watoto wawili ama watatu. Inaisha. Talaka zinaandikwa. Hauko tena mke wangu. Anaenda wao mwingine. Sasa wao utaona iko na umoja, kumbe anaacha mwingine. Ndio maana Biblia inasema kwamba kwa mataifa ambayo yanakubali
au yanafanya itikadi ya poligami, ya kuwa na wanawake wengi, kuishi na wanawake wengi, sawa, wao wako afadhali kuliko yale mataifa ambayo yanafunga ndoa leo na baadaye wanafukuza, anaenda oa mwingine. Wewe utaona iko na mwanamke mmoja, utaona hapa hivi alifanya harusi eti ni mwanamke mmoja, kumbe aishatariki wengine wengi. Tunaona huyu nabii alisema hapa, anaoa mwingine anafukuza, anaoa mwingine anafukuza, anaoa mwingine anafukuza, bandika bandua, anakuwa polygame divorce. Kwa sababu polygame ni mwenye anaishi na anaishi na wanawake zaidi ya mmoja. Tunasikia vizuri? Sasa tofauti wa Marekani na nchi zingine, Marekani hauwezi kuwa na wanawake wawili mnyumba. Sefo. Na ukiwa nao utaficha. Labda useme ni dada yako, shangazi yako ama na mwingine binamu yako na kadhalika. Lakini ukisema eti ni wake zako wawili utafungwa. Sheria ya Marekani hairuhusu hivi. Sawa? Wao wanafanya hivi, uwe umeoa, kama mtafaa miezi miwili ya ndoa unafukuza. Kama ushachoka na ule mwanamke na ule mwanaume vinaisha, mnaandikiana kwa mahakama. Ndio maana Biblia inasema talaka za Marekani zimejaa siku kwa siku. Sawa? Baada ya wiki mbili vinaisha, kila mtu anakuwa huru. Mwingine anaweza tafuta mwanaume wake ama mwanamke mwingine au mvulana mwingine ama msichana mwingine. Kila mtu yuko niliwaona kule ukazi. Jamaa mmoja hivi alikuwa anakuja na binti yake, ni jamaa mmoja hivi. Kama alianza kuona ule binti anaanza tongozwa na wanaume wengine na vijana wengine mule mkazi, akamfukua, akamwambia tangu leo mimi na wewe binaishi. Na akamrudisha kwao Colorado. Unaona? Binaishi. Baada ya kama wiki ngapi nikamwona hivi tayari ashakuwa na binti mwingine. Ndio matira ya kipagani. Nasikia? Sasa nabii ndo akasema sisi kwetu Afrika niweke hapa. Nabii alisema kuna sehemu nyingine ambao wanakuwa na ruhusu kwa wanawake wengi. Hadi niangalie. Afrika mara nyingi ndio unakuta watu iko na wanawake wawili, watatu, wanne, watano. Nabii anasema hivi, paraporo ya kukubaliana na hao wa Marekani kisha wanavyofanya wakioa na kufukuza. Ni heri wende wapi? Kwa wale ambao wanaishi na debiro. Sawa? Debiro. Hawa wako afadhali paraporo ya hawa wa kuoa na kufukuza. Lakini siyamaanisha kwamba eti kuoa wanawake wengi eti ni neno. Hapana. Mweshele ya zambi. Sawa? Ule ukubwa wa zambi. Kuko angalau zambi zingine ambazo zinafanyika lakini haziko za kufanya nini? Za adhabu. Ambao ziko equilibre. Ni kama vile mtu ambaye aliiba sindano. Sawa? Iko tofauti mwenye anaenda vunja benki. Sawa? Lakini zote ni zambi. Si ni kweli? Lakini wote wako makosani. Lakini mwenye anaweza akawa na rehema, asema nabii, ya kusamehewa kwa haraka ni mwenye iko na debiro. Ndio nabii alisema, nitaisoma leo. Nabii alisema ni heri niwe mbele ya Mungu. Sawa? Nisimame mbele ya Mungu nikiwa na wanawake wangu na wake zangu wawili ama watatu ama wanne. Sawa? Kuliko nionekane na mmoja na wakati huko nje nimetembea na wengine ambao sio wake zangu. Ni heri nisimame mbele za Mungu nikiwa na mrongo wangu wote. Tunasikia vizuri? Nilikuwa katika nyumba maskini sana hivi majuzi usiku. Huyo mwanamume akasema, na kuambia kamwe sijui. Kasema sijui kabisa jinsi nitakavyomudu maisha. Unasikia huko alienda kanisa nyumba ya umoja jamaa hivi. Alikuwa maskini, hana uwezo wa kulisha familia. Wapi? Marekani. Haiko Afrika. Marekani hapa.
Sawa? Nikaangalia huku na huku, yeye alifanya kazi, alikuwa na maskini mke pale, mkweli na mwaminifu awezavyo kuwa, na maskini watoto 4 ama 5 wadogo wenye nyuso chafu hapo sakafuni. Nikasema, jamani, wewe ni milionea. Huko nafuata nabii. Alienda mnyumba ya frere ambaye ni maskini. Sawa? Inovena botonga maube na milele ya watu. Unasikia huko eh? Inovena botonga wauko la mirongo ya watoto. Ni utajiri wa Mbembe. Utajiri wa Afrika ni kuwa na watoto wengi. Unasikia vizuri? Branham alisema alikuta familia ambayo iko choka mbaya, chakula hakuna. Lakini nabii alivyomuona akasema, hapana, hauko masikini. Wewe uko milionea. Uko tajiri. Nasikia vizuri? Tajiri wa kitu gani? Nikaangalia huku na huku, yeye alifanya kazi. Unasikia? Alikuwa na maskini mke pale, mkweli na mwaminifu. Unasikia siri? Tuwe waaminifu hata kama hatuna kitu. Samini mume wako hata kama ni maskini. Tunasikia vizuri? Ndio message hii. Gisi mlivyopendana vile na mkaidiana kwa shida na raha, mtaishi. Mheshimiane. Usidharau mume wako kwa sababu hana pesa. Hapa haiko neno. Mimi kwa shangana wadada wa message mimi. Wasikia vizuri? Frere ndo na jana niko nayo hapa. Branham anasema mwenye anakuaga na ruhusu dada kufanya kazi ni nani? Nilisoma hapa jana hapo wakati nilikuwa najifungia huko. Nikaiona tena. Mwenye anaruhusu dada kufanya kazi. Kazi yoyote ile. Tunasikia vizuri? Uende kwa ofisi, uende kwa barabara kuuza, sijui unauza kabuchungu, unauza tomate, unauza matembele, mchicha, sombe, matunda, nguo za bei, mafasheni, chochote kile. Uwe unauza maji, tikiti maji, miwa. Unasikia vizuri? Anayekuruhusu kufanya vile ni mume wako. Ukikataa unavunja naye, hata kama unaenda kukanisa. C'est ça la parole. Unasikia vizuri? Frere akikwambia hapana, usifanye hiyo kazi, mimi sibarikiwe wewe kufanya hiyo kazi, haikufanani, sipendi. Mimi kwa nafanya kikuya hapa sikukuti kunyumba, niko nakuwa na njaa nikikuta wewe hauko. Tunasikia vizuri? Mimi sitaki ufanye hivyo. Usichuuze nini maandazi ama vitumbua, mimi nakatala. Ni neno. Tunasikia vizuri? Na ukienda kufanya huko unalaaniwa. Huko naenda kinyume na neno kwa sababu mweshele ya utawala wa kwanza ni Mungu. Ndio maandiko yalivyosema. Wa kwanza ni Mungu. Sawa? Mungu anashuka anaingia ndani ya Kristo. Si Kristo ni mpakwa mafuta? Kristo anatoka anaingia ndani ya nani? Ya mume. Na mume anatawala nani? Mke. Kisha nini? Familia ambao ndio watoto. Si ni kweli? Tunasikia vizuri? Kichwa cha Kristo ni Mungu. Na kichwa cha mume ni nani? Ni Kristo. Na kichwa cha mke ni nani? Ni mume.
Maandiko ndio anavyosema. Kwa hiyo ni kama vile tu Mkristo naye hawezi akafanya chochote ambacho neno ikumruhusu kufanya. Na ukifanya hivyo Mungu haiko pale, unaenda kufanya kinyume na mapenzi ya nani? Ya Baba. Hata ufanikiwe ni zero. Nasikia vizuri? Sasa nabii alivyoenda kwa yule ndugu Eva, maisha choka mbaya, lakini alikuwa na mwanamke nani? Mwaminifu. Unasikia vizuri? Yaani hapa ni tahadhari kwetu. Yaani usisaliti neno ati kwa sababu umepata pesa au uko maskini. Hapana. Uwe nazo, usiwe nazo. Usisaliti neno. Unasikia vizuri? Nikaangalia huko na huko. Yeye alifanya kazi. Nani alifanya kazi? Mwanaume. Lakini anafanya kazi hakuna mapato. Anapata kidogo. Shukuru hiyo yenye unapata, ndio yenye Mungu anakusaidia, ndio yenye Mungu anakupa. Unasikia vizuri? Wewe unasema nini sio nachuuza tomate huko, unaemea nini? Kwanza dada wa ujumbe mwenye anafunzwa neno, ambaye ana Roho Mtakatifu na anaoga wa neno, hawezi ambia mume wake vile. Unalitaka nini hapa? Haiko, hizo ni lugha za kipagani. Wapagani ndio wanasemaka hivi, wenye wajui Mungu. Unasikia vizuri? Branham alitupa mafundisho ya wale vijana ambao walikuwa wanaishi wapi? Mubehewa. Kikontena ndio ilikuwa nyumba yao. Mtu mzima anaweza kaishi Mubehewa. Lakini yule dada alikubali kukaa na mume wake wapi? Mubehewa. Na wakati aliposikiliza, na wakati alipokuwa analeta pesa za mshahara, anaonesha nani? Mke wake. Ni neno. Tunasikia vizuri. Huko bafreni leo wanapata pesa huku kuma Amazon na wapi na sehemu zingine. Hapa onyesha wake zao. Ni mapepo ya kuzimu. Tunasikia vizuri. Ni kama mimi ninazipokea kule. Ni lazima nikuonyeshe pesa hizi ambazo nimefanya nini? Nimepata kwa wiki hizi hapa. C'est la parole. Tunasikia vizuri. Hata iwe $1. Hii sheria tafanya. Sinaona yeye akwaje anajali. Nikimwonyesha aka $1 hapa akatafanya kitu. Hapana, mwambie sheria. Ona risk ambayo Mungu ametupa kwa hii wiki. Unasikia vizuri? Na ikisafanyika hivyo, hakuna ile ya kusema ya kibembele hapa umepata ngapi? Dola ngapi? 300, 500, 1000, 2000. Niko naona hii 1000 hii tumpelekee mama. Haiko neno. Tunasikia vizuri? Haiko neno. Majukumu kwanza inaanzaka kwanza wapi? Mnyumba yako kwanza. Tumekosa ni ndo kenye walifanya wale wa vijana. Baada ya kumuonyesha ule mshahara wa kazi, akamwambia bwana, lakini nilipita sokoni, niliona gauni moja ambayo inaweza ikafanya nini? Ikakupendeza. Unasema hai, nilikuwa nataka nikununulie nayo. Unasikia neno huko? Lakini dada naye kwa sababu alikuwa na Roho Mtakatifu akasema hapana. Mbona unajichosha? Nguo za nini? Mbona niko na nguo za kuvaa hapa kwa leo kuko wanawake wa kusema hivi. Ni mmoja kwenye milioni moja. Hii roho za kibembe ambazo ziko huku Marekani, wenye wanapenda kuvaa nguo ya 1000. Nguo moja tu ichukue dola 1000. Uko na akili au unakufa akili wewe? Alafu tena ukienda ivaa ni siku moja tena masaa mawili utatu kwa sherehe. 1000 inaenda. Na baadaye tena unaenda angalia anakosa mai mnyumba. Ona sasa nguo yenye alivaa ya 1000 anakosa mai ya kukunywa hii ya $5, $10. Anakosa. Alienda nunua nguo ya 1000, akili ya ku. Mapagani. Tuwe waaminifu kwenye neno hata tuwe na shida. Tuwe waaminifu, asema nabii. Alikuwa na mwanamke mwaminifu, mtamu, mzuri. Asema nabii. Nilikuwa katika nyumba ya maskini.
nyumba maskini sana. Nabii anaposema maskini sana, yani ni sana kabisa. Roho Mtakatifu ndo anasisitiza. Hivi majuzi usiku, huyo mwanaume akasema, nakwambia wewe sijui. Nikaangalia huku na huku, 120. Yeye alifanya kazi. Salitimiza kwanza neno. Hey! Mungu nipe pesa na wewe ufanye kazi. Hapana, hazikujagi hizo. Ndio zile ndoto za hewa za kujenga gorofa ya kujenga nyumba ya muhewa. Mungu anakuaga na bariki kwanza wewe ukishaanza fanya application kwanza ya neno. Unasikia? Toi commence ndo nabii alisema. Wewe anza kwanza kisha Mungu anafuatilia. Wewe utakwenda kumuomba Mungu na wewe huku muneno. Na ndio maana maombi yetu yanapaswa iwe maombi ya nini? Ya neno. Kwa sababu Mungu anajibu kulingana na neno. Tunaona huyu anaanza kufanya kazi, anatimiza neno. Ana haki ya kumwambia Mungu nibariki kwa sababu niko nafanya kazi. Kazi ambayo niko nafanya Baba haikizi mahitaji ya familia, nisaidie. Haiko neno. Sasa unaomba Mungu nipe pesa. Maskini huu sio ulisema ujumbe huu unakuja mtu akiwa rafiki yake ya nabii na wengine wanaomba kinyume na neno. Hata kama hakufanya kazi utambariki. Bongo, sio kweli. Ulisema utatufanya mkia, utatufanya vichwa. Zero. Utakuwa kizombi. Alifanya kazi, asema na. Yeye alifanya kazi. Alikuwa na maskini mke pale, mkweli na mwaminifu awezavyo kuwa. Na maskini watoto 4 ama 5 wadogo wenye nyuso chafu hapo sakafuni. Watoto wenye ungeangalia tu ilikuwa ni hatari. Buchafu. Maisha magumu. Nikasema, jamani, wewe ni milionea. Wale ya kawaida mtu anaweza kubali kabisa. Brana, Mungu ananiambia mimi niko milionea. Milionea. Naye akasema, vema ndugu Brana. Nisingelipinga neno lako, nasikia huko hakupinga neno la nabii alipoambiwa eti kwamba wewe ni milionea. Eti Brana, mnakubali niko milionea, sitapinga. Wewe nitakufukuza hapo tena, tunaanza kelele hivyo. Akasema, ndugu, sina hata hela. Sina hata hela. Mimi niko milionea aje? Sina hata hela. Sawa? Nikasema, lakini una kitu fulani ambacho pesa haziwezi kununua. Nikasema, unaye maskini mke hapa ambaye labda hana nguo 2 zake mwenyewe. Unasikia? Nasikia Brana mwanamwambia, uko nasema una hela, yawezekana ukawa una pesa, lakini uko na kitu ambacho kinazidi thamani ya nini? Ya hela. Una mke mzuri, kuwa na mke mzuri inazidi kila kitu hapa duniani. Kila kitu. Nasema nami. Eti wewe una mke mzuri hapa, mwenye tabia njema, mwadilifu, mwaminifu. Yeye anazidi kila kitu, anazidi thamani ya pesa. Si ni kweli? Baada ya Roho Mtakatifu. Nabii sema kitu kikubwa ni nini? Mwanamke mzuri, mwenye tabia njema. Dawa manta kutapa. Nikasema unaye maskini mke hapa ambaye labda hana nguo 2 zake mwenyewe. Na kama alikuwa nazo ni zile mtu fulani alizompa. Unasikia huko? Maana mtu huyo upata tu kibarua cha kutwa mara kwa mara. Nami nikasema, angalia hapa, bali huyo mke ni mwaminifu tu awezavyo kuwa. Kazi yake kwanza kubangaiza. Lakini ijalishi hivyo. Unasikia? Dada mwingine wa ujumbe huo ambaye anakuonyesha. Alikuwa mwaminifu hata kama mume wake hana pesa. Sawa? Tunasikia vizuri.
Branham akasema hapana, uko milionea, uko tajiri. Branham, sina pesa. Hapana. Hivyo kisi uko na mke mzuri tu, mwenye tabia njema, tayari unashinda wenye walio na mamilioni. Nikasema kuna watu wengi walio na mamilioni usiku wa leo, angetoa kila hela aliyokuwa nayo apate kuja nyumbani kwa mke kama huyu. Unasikia? Kuna matajiri hapa duniani ambao wana pesa lakini wana wanawake wabaya. Hawana nyumba nzuri. Na ndio maana usione kila mtu ana utajiri eti kwamba iko na amani. Hapana. Tunasikia vizuri. Na pia anasema eti kuko mamilioni ya watu ambao wanajaza pesa mamilioni. Lakini kuona nyumba ambayo uko nayo, mke ambaye uko naye, wangeonga mamilioni ili wapate mwanamke kama huyu. Angetoa kila hela aliyokuwa nayo apate kuja nyumbani kwa mke kama huyo. Kweli, nikasema mke wake yuko huko nje na kundi la wanaume mahali fulani. Si ni kweli? Si wanachezea pesa. Mume iko tajiri. Mwanamke atakwenda kuwa tajiri. Anajirusha kwenye madisco kule na wanaume wengine. Unaona kuko amani hapo hivyo? Ndio. Yuko nje na kundi la wanaume mahali fulani, kwenye baa mahali fulani, akilaani, kuimba, kuvuta sigara, akitangatanga usiku na vitu kama hivyo. Na hata hivyo anampenda. Nasikia hivyo? Na hata hivyo anampenda, lakini angalia kile alicho nacho. Maisha yake yote yamezamishwa katika mwanamke huyu. Na hebu angalia jinsi mwanamke huyo afanyaje. Nasikia. Na ndio maana nyumba, ukisikia ile nyumba ya imani hii, haiko mwanaume. Unasikia vizuri? Sulemani alisema. Sawa? Sulemani alisema mwanamke mwenye maarifa, mwenye hekima ndiye anayejenga nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Lakini mpumbavu ndiye anayefanya nini? Anaibomoa. Unasikia vizuri? Wewe asivuruge hapo. Unaona huko? Nipeleke kule. Penda jamani wakie kelele. Hivi ni vya Mungu hivi, sio ya vurugana hivi. Kana hivi. Maziwa. Ubakie huko. Nabii anasema hivi. Na maisha yake yote yamezamishwa katika mwanamke. Unasikia? Maisha yote ya mwanaume yote yanakuwa yanazamishwa wapi? Ndani ya mwanamke. Na ndio maana nyumba ni mwanamke. Nyumba ni mwanamke. Tunasikia vizuri. Ila nyumba ya imani hii. Usiangalie kitu kingine. Angalia mke. Si ni kweli? Branham alisema ukitaka kujua pale kanisa kwa Mungu angalie wanani? Si wadada? Sikia nabii. Na vinginevyo. Angalia sana. Yeah. Na vinginevyo mwanamke kwa mwanamume. Mnaona? Vice versa. Hadi anaongeza kitu kingine pale. Sawa? Wewe uko ndani ya mwanaume, mwanaume uko ndani ya mwanamke. Nyie wote mkiwa pamoja mnajenga nini? Nyumba. Unasikia vizuri? Na mara nyingi unakuta kama mwanaume iko na tabia mbaya, mwanamke ndo anakuaga anasimamisha ile nyumba. Ni kweli?
Mara nyingi ni wanawake ndio wanasimamaga sana. Unakuta mwanaume ni mlevi, lakini mwanamke afanya nini? Anavumilia. Si ni kweli? Ndio mahali penu ambao mlipewa. Lakini mwanamke akikunywa pombe, uone jinsi mwanaume anakuaga anacharuka. Unaona huko? Ndio anasema. Na vinginevyo mwanamke kwa mwanamume. Mnaona nini? Hakuna tofauti. Wakati ambapo wote kila kitu ni lundo moja tu la dhambi. Maskini mwanamke nyumbani akijaribu kuwahudumia watoto wake, naye mumewe huko nje mahali fulani akinywa pombe na kupiga makelele, anatembea na wanawake wengine. Na Biblia inasema ni vice versa, wanaume kwa wanawake. Huko utaenda olewa na bandi umoja hivi. Mko naye mwanzoni mko vizuri, lakini mnaenda mnakuwa anaenda anageuka. Tunasikia vizuri. Anaanza kukimbia ati mimi nitaenda ishi Dar es Salaam, nitaenda ishi Mwanza, nitaenda ishi New York. Hapana, ni mpagani. Tunasikia vizuri. Akinywa pombe na kupiga makelele, anatembea na wanawake wengine. Angetoa nini? Iwapo alikuwa na mamilioni ya dola apate kumwona mume huyo amekuwa mwanamume halisi? Ipo njia moja tu kwa hilo kutukia. Ipo njia moja tu kwa hilo kutukia. Yesu Kristo ndiye jibu. Hakuna chochote kinachoweza kusaidia. Ni wakati wa mwisho, ni Kristo na yeye pekee. Tunasikia vizuri. Ili Mungu akupe nyumba nzuri, inabidi uwe na Kristo, neno la wakati. Tunasikia vizuri. Na ndio maana yule dada ambaye alikuwa na mume mlevi alishika nani? Kristo. Kristo alikuwa ndani yake. Na kwa sababu yeye aliishi maisha ya neno ya Mungu, maisha ambayo yanayostahili Injili, mume wake hadi akawa converti, akaamini. Naye akawa Mkristo na marafiki zake wote wakabatizwa. Nasikia? Vivyo hivyo hata ukiwa na mwanamke ambaye ana tabia mbaya, wewe frere ambaye unaamini mjumbe. Unasikia vizuri? Ndio Wakorintho wa kwanza 7. Tena Warumi sura ya 7. Bado kingali unafunganishwa na nini? Na naziri. Hakuna sababu ya wewe kuachana na mke wako. Hakuna sababu ya wewe kuachana na mume wako. Pindi kila mtu iko hai. Na mkiachana hakuna kuoa ama kuolewa na mwingine. Paulo alisema hapa, na atakayeolewa na mmoja kingali hai huitwa nani? Mzinzi. Na Biblia inasema ni wakati wa mwisho. Vituko viko vingi. Unasikia vizuri? Vituko vimejaa. Kuwa makini, tuwe makini. Tuishi neno, tuamini neno, tukubali neno lituchonge. Sasa basi nikasema, ni maskini baba wangapi wanaenda huku na huku siku hizi wakiwa na mamilioni ya dola. Wangetoa kila kitu walichokuwa nacho, kama maskini mtoto huyo mwenye kifafa aliye naye angekuwa na afya tu, kama wako hapa usiku wa leo. Mnaona? Akaanza kuniangalia. Si ni kweli? Ukiwa na mtoto ambaye iko na magonjwa sugu, unaweza ukatoa hata mamilioni yenye uko nayo ili apate kupona. Lakini ukisikilia Kristo iko rahisi. Nikasema, angalia, ulisema tutasoma hadi ngapi? Timia saa sina. Okay. Waturuke. Mia 28. Sasa samahani, washiriki wa kanisa. Hiyo ndio sababu tunajaribu kusema asubuhi ya leo. Huwezi kulitathmini kanisa lenu kubwa, minara yenu mikubwa na kadhalika, kwa upendo wa Mungu ulio moyoni mwetu,
kwa yale Roho Mtakatifu anayokupa. Unasikia? Kuwa na kanisa nzuri yenye imejengwa, mandhari, kila kitu kiko vizuri, sio kuwa ishara kwamba Mungu iko pale. Tunataka Mungu awe moyoni. Unasikia vizuri? Ndio hapa nasema washiriki wa kanisa. Hiyo ndio sababu tunajaribu kusema asubuhi ya leo, huwezi kulitathmini kanisa lenu kwa ukubwa. Unasikia? Kutathmini ili kanisa kama inaishi neno. Usiangalie gisi watu wako wewe kwamba mko watu wengi. Sawa? Au mnajenga vizuri, usilale. Kanisa ni kwa ajili linaangaliwa vile. Sikia nabii. Uende ukafikiri ya kwamba sisi ni wa kipekee kwa sababu unawasikia wakinena kwa lugha na kufasiri. Na watu